Alright, again tunaendelea pale pale tulipoishia. Hapa Charlie anaonekana anakimbizwa na watu wa Malaysia, lakini alipodondoka chini, Martha alikutokea kwa nyuma, kumbe ulikuwa ni mtego tu wa kutaka kujua Dani amepelekwa wapi. Haya, mchizi alipojua akatoa elezo moja moja tena lilonyoka. Haya, Marvin na Mage wakawa wanaondoka mdogo mdogo na Charlie. Lakini hapa kina Alon pamoja na Mage wamekutana tena na kina Charlie na safari ikaendelea kwenda kumtafuta nani? Dani. Lakini hapa wakakimbizwa na mbwa na Mage akang'atwa na mbwa yule, lakini alibahatika kumua yule mbwa. Lakini yule Indiana kutoka Monroe United Republic bado wako na Dani, wanaendelea kutamba naye. Na hapa tunamwona Flora ambao ni mamake kina Dani, mkewe na Beni. Kuna mpango alikuwa na uandaa, lakini mara ghafla mtu akaingia na si mwingine ni yule Sebastian Monroe. Monroe anamuuliza, wewe unani Flora, unafanya kitu gani hapo? Flora ikabidi ajitetetete tu bwana, alikuwa anachora chora. Haya, tunakuja tena sini na amia tena huku funga kile kidonda ambacho kimeng'atwa na mbwa. Lakini hapa tunamuona Nora pamoja na Marv walishaanza kupendana, ama hisia za kimapenzi zinaanza kuwapeleka vibaya. Na hapa wanaturudisha nyuma kidogo. Hawa ni watoto wa Mage, na Mage kipindi hiko alikuwa na watoto wake, kwa hiyo kidogo mambo mengi wamepitia. Haya, tunarudi moja kwa moja kwa kijana Dani. Huku unaonekana ya dada yake Dani, lakini huyu Nate alikuwa anafuatilia nyuma msafara wa kina Marv na Mage. Charlie aliingilia akamwambia, sikiliza, achana naye huyu, maana kule alinisaidia. Lakini hapa anaonekana kuna zaruba kubwa ama kimbunga kinataka watokee, na Dani akapata upenyo huo kwa sababu hawa nasubiri tsunami lipite, acha mimi nikimbia. Lakini kwenye kukimbia Dani akakimbizwa na akaingia ndani, ikabidi atulie. Haya, upande hapa Nate amefungwa kwa sababu mzee Marv hakuamini tena Nate, kwa sababu aliwauza kule na mwisho siku akaondoka mara akarudi. Sasa inakuwa mtu ambaye haeleweki msimamo wake uko vipi. Lakini Mage anaonekana mtu mmoja mwenye mawazo sana baada ya kung'atwa na mbwa, lakini Marv anajitahidi kuwaeka wote salama. Na hapa wanakaribishana vinywaji na maisha yanaendelea. Mage pamoja na Charlie sasa hivi wamezoeana na wamekuwa watu karibu sana, lakini mtu mzima Marv aamini kilichotokea. Lakini leo tena yule jamaa mwenye mbwa tena na watu wake, na ikabidi amkamate Mage na moja kwa moja kuondoka na Mage mpaka nyumbani kwake. Huyu jamaa anatumia mbwa, lakini alimkamata Mage na kuondoka, na akajua hao machizi lazima watakuja. Haya, upande hapa Marv alibahatika na akaja akapambana na akaokoa na kile kimbunga nje. Upande hapa kinaendelea kusumbua sana zaidi, lakini anaonekana Mage amepoteza damu nyingi na nguvu nyingi za kutosha, au amechanganyikiwa kwa sababu hawajui afanye nini. Na Charlie alipojitahidi kupambana, mwisho wa siku alizidiwa, lakini Marv akaona Anat tena nisimfungie, ikabidi akate kamba, akamwambia bwana jitahidi. Upande hapa huyu Indiana anamdanganya Dani, bwana nifungulie nitoka hapa nitakusaidia tuondoke wote, maana aliingia kuona Dani alifanya makosa kumsaidia Indiana kutoka Monroe, na akamwambia bwana mimi wewe nilikuwa nakutafuta kitambo. Baada ya kumsaidia jamaa akamgeuka na ikabidi amcheke. Na upande hapa wanaonekana akina Marv pamoja na kina Mage wanajitahidi kumtia nguvu Mage ili Mage aendelee kukaa sawa, lakini inaonekana Charlie amekamatwa na mtu mzima na kumfungia, yani yule mwenye mbwa. Haya, hapa jamaa anapambana na kuingia Marv kupambana naye, na mwisho wa siku nusu la muue Charlie, lakini Mungu alimjalia Charlie, ilikuwa bahati yake ule mshale ulipiga pembeni na akaja akamtoa stika. Lakini anaporudi huko nyumbani wanamkuta Mage yupo katika hali mbaya. Mage akamwambia jamaa, naomba iPhone yangu niangalie watoto wangu. Basi alipoangalia watoto wake taratibu, Mage anakufa huku akiangalia watoto wake. Jambo lile lilimuumiza sana Charlie, hata Marv pamoja na Alon na wote walichanganyikiwa. Upande wapo onekana Indiana akitoa adhabu nyingi na kali kwa Dani na kumwambia umefanya makosa sana kumpeleka katika kituo. Turudishwa kidogo kule nyuma kabla matukio yote hajatokea. Jamaa alikuwa tu mstaarabu na mwema, lakini ni mtu mmoja ambaye alikuwa na wivu sana na hasira. Haya, tunarudi tena hapo katika wakati huu hapo sasa. Anazikwa, Mage amezikwa, Alon yaamini, lakini kuna watu waliona kama kuna kijiji ambacho kimetengenezwa na wameandaa, yani maana hawa Republic of Monroe wameandaa sehemu yao na akiongozwa na huyu jamaa mshenzi huyu England. Haya, huku mama yake kina Dani yuko na huyu jamaa, na hapa anaonekana Mage anaonekana Charlie
anamuuliza baba yake mdogo Marv, baba tunafanyaje sasa? Na hawa sasa hivi wameandaa kitu ambacho kinaweza kaja kikaangamiza tena ulimwengu mzima. Huko Indiana anajitapa na kumwambia hakika kila kitu kitakaa sawa, wewe endelea. Tunarudishwa tena nyuma kipindi hiko, ujamaa alikuwa ni mlevi, alikuwa mtu mwenye hasira na mtu ambaye anapenda kufanya mazoezi sana. Kipindi hiko kwenye familia yake na watoto wake alikuwa hawezi kulala mpaka apige punching bag sana, yani masuala yale yake na mwakinyo, umeelewa, kinatoa kiduku. Basi lakini ndio ikatokea ile zoruba na sasa hivi umedondokea katika maisha hapa. Haya, tunamuona Nora hapa amekuja moja kwa moja kwa mzee huyu hapa na kujifanya kama ameomba kazi kwa jamaa kama yeye ni geography ambaye anahusika. Lakini yule mzee akawa muamini, akamwambia naomba nione tattoo yako ya mgongo. Basi Nora bila tatizo akageuka nyuma na mzee alipoona ile tattoo akajua kabisa huyu niko sawa. Basi chukua kitabu chako na mambo mengine yatajika tutafanya wote kwa pamoja ili madi tujue nini cha kufanya madi tuweke sana. Lakini hapa huyu jamaa akawa anamfuatilia sana Charlie na akajui masuala Charlie kama labda kuna moja kuna mbili tatu. Na maana ile sehemu ambayo ameomba wafanya kazi na huyu Indiana yuko hapa, lakini alishtuka kama huyu ni dadake na Dani. Na aliposhtuka Miles aliingilia mkati mkono kwa sababu wanajuana vizuri, akamwambia kijana uwezo kaendesha, ambia hata wewe mwenyewe uzindisha. Lakini watu wake walipokuja kutaka kumsaidia Miles akaona isiwe shida, akampiga tekniki kali akambwaga na akasepa zake. Lakini hapa kwenye kukimbia ikabidi Flash ageuke tena Aaron akamwambia bwana Flash hii ichukue na ukae nayo kwa sababu wewe ni mlinzi mzuri sana na utalinda familia. Haya, Aaron anajikuta anaona mwili wa Nora ukiwa umeumbika zaidi, ananyemeza mata, ambayo meza mata utakula kwa macho yako tu. So tena uone mizigo utafikiri nitakupa kitu. Haya, upande hapa Indiana anabishana na Dani, anamwambia Dani, na mamako ukishindwa kusema kweli ina maana nitamuua. Lakini ina maana Indiana naye alikuwa na familia yake ambayo tayari ashaianzisha, kumbe anakaa nayo na hawa ni watoto wake. Na hapa kuna tukio moja zito familia ambayo inashuhudia, waliingiliwa na mtu ambaye asiojulikana, jamaa akatembeza kichapo cha kutosha na familia yake kaika salama. Upande hapa Miles anaendelea, lakini Miles hataki kuamini mtu, maana kila kukicha ni vurugu. Haya, upande huu hapa sini inafunguka tena katika eneo kubwa la Malrock, Sebastian Malrock pamoja na huyu hapa Nikoshi Island ambao walitaka kuunganisha jamhuri yao na kutengeneza bomu kubwa la nyuklia. Kwa hiyo kila watu wana mipango hii, wengine wanataka kujinusuru mradi umeme urudi, na wengine malengo yao kutaka kuangamiza dunia au kuangamiza watu washike hatamu wao. Na hapo akatega bomu zito sana ili mradi watoka upanda katika ile trailer ambayo ndio kujaribia wote katika vipande na wafariki dunia. Hapo upande hapa Dani anakuja kutolewa. Miles anatoka, anajua Dani sasa hivi anataka kuhamishwa, anaingizwa katika ile train baada ya apate kufa. Haya, Naron roho ikamsuta na ikamsukuma akasema siwezi nikakaa ngavumilia, ikabidi nije nimwokoe. Lakini Naron alipigwa kisu cha mbavu na sehemu mbaya sana. Kina Miles mpango wote waliujua kwa sababu kila kitu walitengeneza wao, na mama akaombe kazi katika sehemu wachunguze na dada kama alishtukiwa fulani. Lakini Miles alipanda pamoja na Charlie na lile training, na Dani alimwona dada yake, lakini Indiana hakutaka kumpa nafasi Charlie alimkaba na akamwambia leo nakuua. Lakini Dani alikuja alimtita dada yake, lakini kuna mchizi hapa alimkamata Dani na huyu kumchukua Charlie na kumwambia bwana emuruka nje na kumsukuma nje ili mradi treni hata litapobutuka Miles vijana hawa walioachia na ndugu yake wasife na kulitoa ile bomu lidondoke pembeni na Miles naye akashuka huko chini. Lakini walifanikiwa kutoka pale, lakini Naro hali yake sio nzuri sana, yani mbavu yake chini imetoboka. Na hapa jamaa Indiana anakutana na familia yake, ni mkewe na mtoto wake, na anacheka tu, anatabasamu lakini kwa upendo na faraja yote. Na Flora ambaye ni mamake na Dani anamwona mwanae akiwa yuko katika mateka, na hapa ikabidi atoe sasa siri ya ule mpango ambao mume wake Ben aliuandaa miaka hiyo 16 ya nyuma iliyopita, maana sio mchezo. Na ilipofika asubuhi jamaa Miles pamoja na wakamwaisha Nora katika sehemu salama ili mada apate huduma yote ya afya. Tunarudishwa nyuma sana. Hicho Aaron akiwa na mke wake wakilala hazake, lakini umeme ulitokea kukatika, basi waligongwa na gari. Aaron alitukumbusha kitu gani ambacho kimemtokea. Hapo anaonekana Sebastian Maron anamkaribisha Dani katika nyumba yake kubwa na kutaka kila kitu mama yake akiweke sawa, la sivyo Dani atauawa. Haya, huyu Indiana Monroe kutoka katika Republic hii hapa, mwanajeshi ambaye anaaminika
amemleta Dani na kusema huyu Dani nimemleta ili mali mambo yakae sawa. Haya, Marv pamoja na wenzake ile safari ya farasi mbio mbio kumwaisha Naro apate kutibiwa, na hapo alikuja kwa jamaa mmoja, na jamaa alitoka na bunduki akataka kumuua, lakini akamwambia bwana, sisi tuna mgonjwa, unakumbuka nilikusaidia? Haya, na huyu jamaa nimekuletea umsaidie, kwa sababu wewe ni mambo yako haya, kama nilimpa dawa mke wako, naomba umsaidie Naro na amke. Haya, upande kwa Aaron amechoka, anagonga kwanza mvinyo kuweka akili vizuri, na kweli wanaturudisha nyuma kipindi hicho ambacho huyu jamaa ambaye aliletewa huyu mtu asaidie, naye alikuwa na tatizo kama hilo ambalo mkewe alikuwa anaumwa sana, ilibidi atake damu. Na hapa inakumbuka sana Chari matukio yote ambayo yamemtokea, kupoteza babake na mamake kwa sababu ndo anafamilia, mamake amekufa, kumpoteza ndugu yake na kupoteza kila kitu. Yaani amebaki yupo katika njia pande, kina Mage wote wamekufa. Haya, tunarudi upande hapa, scene inaendelea hapa, matajiri wanaongea, wanayapanga lini watawasha hilo treni ili mradi watu wapate kuathirika, wengine wafe, ili mradi wazidi kupata heshima kuatisha watu. Maana viongozi wanapokosa vitu vya kufanya na kutaka watu waogope, kumbe ndo akili zao wanazozichukuaga na hatua mbaya, kuua watu na kusingizia watu ili mradi wao wazidi kuaminika na watu. Haya, upande hapa Miles amekaa na kumwambia bwana, ili swala tukaliweke sawa, inabidi wewe mwenyewe kwa mikono yako ukamkomboa kaka yako, na sio mimi nikakusaidia kumkomboa kaka yako. Marv anamchukua mwanae, mtoto wa kaka yake, na kwenda kwenye mapambano, lakini huku kimewaka, inaonekana mkono sio wa kitoto, mkono umechangamka, lakini wanajitahidi vyema kujinusuru, lakini Aaron anajitahidi kwa sababu Aaron aliingia katika mahusiano na mwanamke mwingine. Haya, anaonekana Charia akiwa anajitetea vile vile, na Marv anafanikiwa kuwasaidia wote na wanazidi kusonga mbele kwenda kusababisha. Na walipofika kwa yule jamaa ambaye alimpa Aaron kazi, basi maisha yanaendelea, wakaelekezana kitu gani cha kufanya. Aaron akajua ni kitu gani cha kufanya, lakini Aaron anajikuta amewekwa mtukati na hana kitu kingine cha kuendelea kukifanya. Ikabidi tu akubali na ikiwezekana apigwe tattoo ya kundi zima la Manrock, ili mradi wabaki salama na maisha yao. Lakini hapa anaonekana dada amechukua kisu taratibu, anataka kujitetea, na mwisho siku inashindikana, lakini Mungu si Osmani wala Mungu si Bashiru, na dada anafanikiwa. Lakini alipotaka kumuua, Miles alikuja anamwambia, sikiliza Chari, huu si wakati wake wa wewe kumuua huyu mtu, atakuja atatufaa baadaye. Aya, Aaron pamoja na Miles wapo kwa pamoja, na hapa wamekamatwa, lakini Aaron anajitetea na anamuua yule mkubwa nani tukio, na yeye alishapigwa risasi, lakini ile pombe yake ilikuja ikamsaidia. Yani ile risasi yote iliingia pale kwenye pombe na hakuna lingine ambalo limetokea. Nashukuru sana Mungu. Ila aliondoka na kumwachia pete yule mchumbake mpya, kumwambia bwana, I can protect you kwa sababu tupo katika wakati mbaya, ila naomba ujilinde mwenyewe. Na hapa mama Flora anamuona Dan ambaye ni mtoto wake. Ukitaka kujua kipi ambacho kinazidi kuendelea, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment. Tukutane katika episode ya 3. Ciao.